Au kuna ufundi alikuwa na utaka wewe ulikuwa na udhaifu nao? Au wewe ukufundwa kwenu? Wala haikuwa hivyo. Na wala haikuwa ridhaa yake yeye kwa mwanamke wa pili. Bali mimi mwenyewe ndio niliyemruhusu awe mwanamke wa pili. Na ndio niliyemchagulia. Kwa sababu dini yangu ya Kiislamu inaruhusu. Mwanamume yote wa Kiislamu anaruhusiwa kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, mwisho wanne. Oh, sasa hapo nimekuelewa. Kumbe wewe mwenyewe na kimbelembele chako ndio ulihitaji mume wako akuolee mwanamke mwingine. Wewe mama, mbona moyo wa ajabu sana? Ndio Tano. Tena nilikubali kwa moyo mmoja. Oh, sawa. Sasa kuna kitu nataka nifahamu kutoka kwako. Kwa nini wewe ulikufa kabla ya wakati wako? Ulikuwa wivu? Ulimleta mwanamke ndani wewe mwenyewe ukaanza kujisikia wivu? Au ni kitu gani? Au ulikufa pressure? Tano. Hapo ndio historia mbaya na ngumu ya maisha yangu ilipoanzia. Miaka 2 baada ya yule mwanamke kuolewa. Sauda ingala isebele ingala. Kiukweli Bwana Sangoma, mimi hili jambo linomsumbua ndugu yangu linanipasua kichwa sana. Mara nyinginewe huwa najiuliza maswali mengi. Kitu ninachojiuliza ni kwamba ninavyofahamu mimi, nafsi huwa inakuwa na nguvu pindi inapokuja duniani kuja kulipiza ama kujitetea kwa jambo lolote. Sasa kwa nini hii nafsi ambayo inakuja kwa ndugu yangu haina nguvu ya kujitetea? Eti inataka ndugu yangu ndio imsaidie? Hiyo ni nafsi gani? Au huyu ndugu yangu kuna mchezo anamchezea? Ndugu yako ametunukiwa tunu ya kuweza kuona vitu tofauti ambavyo wengine hawana uwezo wa kuviona. Na kuhusu hiyo nafsi kumtaga ndugu yako msaada, walioidhuru hiyo nafsi wameifunga kwa namna ambayo haina uwezo wa kujitetea. Kwa maana unaona muda wote wewe unamfuatilia ndugu yako kumomba msaada. Sasa tutamsaidiaje huyu bwana? Kuna mambo mawili ambayo ndugu yako anatakiwa afanye. Mojawapo, ima aisaidie hiyo nafsi inachokitaka, au aende akaifungue sehemu ambayo imefungwa ili iweze kujitetea yenyewe. Kufungwa? Mtaalamu, kwa nini wewe usitusaidie kwenda kuifungua hapo ilipofungwa mpaka twende sisi? Kuwasaidia? Mimi hapa nilipo sina uwezo wa kuifungua hiyo nafsi, kwa sababu aliyeifunga ana uwezo mkubwa sana. Lakini mwenzio ana uwezo wa kuisaidia hiyo nafsi na ikafanikisha lengo lake. Nenda kumwambia mwenzako kuhusu hilo, na kama hata kuamini, mlete hapa kwangu, nitamwambia mwenyewe. Dada Ghost, unajua wewe haupaswi kulia. Unapoteza urembo wako. Yaani urembo wako umewazidi hadi wakina Vera Sidika. Kwa hiyo haupaswi kutoa machozi. Unapaswa kujipa moyo mkuu wa ushindi. Upo na mimi. Mimi nimejitolea kukusaidia. Hakuna mwanadamu ambaye angeweza kukuelewa. Lakini mimi nimekuelewa kila kitu. Ila nataka pa kuanzia kabla sijatoa msaada. Hebu nipe historia yako angali ukiwa hai. Tano. Inabidi nikueleze maisha yangu ili unifahamu kwa kina, ili uweze kwenda kumsaidia mtoto wangu. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Sauda. Miaka kadhaa iliyopita huko nyuma niliolewa na Okana, mwanaume ambaye alinipenda sana, alinijali, alinithamini, kwa sababu pia alikuwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo nani tena huyo jamani? Dada Ghost anapotaka kunisimulia jambo watu mnakuja. Karibu. Aha. Yake
Mr. Kawaida. Kaka, kuna nini tena? Mbona tunatishana? Hivi wewe kaka, mbona sio mwelewa wewe? Wewe una shida gani? Haya, wewe ina maana siku zote unapokuja hapa ndani, hujui kama naishi na watu wangapi hapa ndani? Nimekwambia naishi na watu hawa watatu. Mimi, mke wangu, lakini tuna jirani mwema ambaye anatokea muda wote, dada Ghost. Sasa unakuja tena unakaa pale. Wakati uliopita nilikwambia pale usikae, na dada Ghost alilalamika sana. Kaka, unamaanisha hapo binti nafsi yupo? Yupo na amekasirika kweli. Na hapo unavyomuona amenuna kweli, kwa sababu hiyo kwa mara ya pili. Ulikuja mara ya kwanza alikwambia kabisa next time rafiki yako anapokuja mwambie aulize hapa kuna mtu. Leo umekuja na bichwa lako bongo lala, unaenda tena kukaa pale pale. Amekereka sana. Kwa hiyo ananitazama kabisa akiwa kakasirika au? Wewe niambie koma wewe. Koma. Yote haya umeyataka wewe kaka. Mimi kabla kuingia ungeniambia kule kwa binti nafsi yupo, malkia wa nyumba hii yupo, mimi nisingekaa na kumkalia. Ona sasa. Utaanza kunigombanisha sasa. Unachotakiwa kukifanya ni kuomba msamaha, kwa sababu hii nafsi ni mavumbi. Kwa hiyo mavumbi, mwanadamu yote akifa anarudi mavumbini. Kwa hiyo hata ukiwa hai unakanyaga mavumbi, na ndio maana Mrisho Mpoto hatembei na viatu. Kwa Mungu ana swawabu, kwa sababu anaheshimu ardhi. Kwa hiyo hawa watu mavumbi ni rahisi sana kukusamehe, ila ukiwakasirisha kaka utaimba boligota. Kwa hiyo wewe hapa nitakiwa muombe msamaha dada nafsi. Kaka sikiliza nikwambie. Mimi naona kama vile wewe unaanza kuniigizia. Alafu ujue kuna muda wa masiana, muda mwingine sio mashala kabisa. Hebu niambie ukweli. Huyu binti nafsi yupo au unanidanganya? Kaka, mimi unanifananisha na waigizaji? Mimi nakwambia kweli unanifananisha na hawa kula chuma waigizaji? Kaka, mimi nakwambia kweli. Natakiwa uombe msamaha. Mimi natoka naenda Malowato. Sikiza nikwambie. Kwa hiyo unaondoka hivi hivi unaniacha peke yangu? Hello binti nafsi. Mambo? Binti nafsi. Nikikwambia mambo, naomba useme mambo mpwito. Hapo utafanya kalo kangu kawe kamenyooka. Lakini ukiendelea kukaa kimya mama, mtaona umenikasirikia. Na mimi sio mbaya hata siku moja. Unajua huyu Tanu na mimi, sisi ni marafiki ile kinaga ubaga, ile kingingingi. Sisi marafiki wa damu. Sasa kama unampenda Tanu, basi naomba unipende na mimi. Mimi sina ubaya na wewe hata siku moja nakwambia. Alafu leo nimepata bahati. Hata kama unijibu nini, lakini kwa hili nataka unijibu. Mimi nimepata bahati. Sababu tunasikia maneno ya kuambiwa tu, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, basi hata hatuelewi. Hivi nikuulize swali. Kufa raha. Kwa sababu huyu anasema hili, yule anasema vile. Mimi nikuulize vile, na kuuliza kwa mara nyingine. Kule mbinguni zile habari za kuchomwa moto kwamba ukifanya kosa duniani zipo. Unachomwa moto, unang'atwa na nge, uchungu wake unakuwa mkali. Kweli? Niambie mama, ili mimi nijue, kwa sababu wewe ndio mtu wa kutoa elimu kwetu sisi tuko duniani. Kwa sababu wewe umeyaona huko. Wewe niambie kweli kwamba moto upo, haki ya Mungu nakwambia kuanzia leo. Mimi ni msikitini, mimi kanisani. Mimi msikitini, mimi kanisani. Lakini ukiendelea kunyamaza mama, unabaki kwa sijui. Ujenya, nataka nikuchauri kitu kimoja rafiki yangu. Mimi bado nakupenda sana rafiki yangu, sitaki hata kidogo kukupoteza. Unajua Jena, haya mateso unayopitia ni heri tu uepukane nayo. Na unaepukana nayo vipi? Ni umwambie tu baba yako zile mali zote alizokuandikisha wewe
amwandikishe yeye mama yako mdogo, kwa sababu huyo ndio chanzo cha matatizo pamoja na dilemaji za baba yako. Na kuomba chanya rafiki yangu, kwa sababu mimi najua ukiongeza tu juhudi kwenye kuchoma, wewe lazima upate hela, upate kazi nzuri na maisha yaendelee rafiki yangu. Unamaanisha nini Machibi? Nasema hivyo jena nikiwa na maana. Nimekuotea ndoto mbaya jana. Nimekuotea ndoto ya kifo mbele yako. Na mititaki nikupoteze hata kidogo. Na muda niliota, nikiotaga ndoto huwa zinatokea rafiki yangu. Kwa mimi nakushauri tu, wewe fanya hivyo kama nilivyokuambia. Mali utapata tu rafiki yangu jena. Machibi, mbona unanitisha? Jena, bora nuzishadi kuliko chali kamili. Machibi. Afu vile vile nimekuuliza mara kwanza kwamba kufa raha au sio raha. Mimi naona kufa raha, kwa sababu kila anayekwenda kule arudi, anayekwenda hatokomea huko huko. Na vile vile hapa duniani hapa kuna msanii mmoja hivi naye ananitamanisha, huyo ananitamanisha vibaya mno, anaitwa Rose Muhando. Alimba nyimbo yake moja ya injili vile. Alimbaje? Nimekumbuka. Nyumbani kwa baba kule kuna nyama choma kule, nyumbani kwa baba kule soda baridi kule. Sasa kwa hiyo nyimbo yake hiyo mimi ananitamanisha kweli. Sasa nataka uniambie ukweli kwamba kweli huko kuna juisi, bila kufanya kazi unapata nyama choma, unakula mapochopocho utakavyo. Niambie mama, kama ni kweli leo hii mimi najinyongelea mbali. Nikafaudu kimya, sio huko. Tunafanya kazi, tunabeba bitofali, tunabeba zege, kazi ngungungu ndio upate kula. Hapo tupo bosi akuzuru. Niambie. Kaka, hebu niambie. Maana najiongelesha we, hata kujibiwa sijibiwe. Niambie, huyu binti nafsi yupo? We, mbona ana smile hivi? Mbona anatabasamu kama anauza dawa za meno? Kaka, umemapproach nini? Mimi ni muapproach wapi na wapi? Mtu hata siku moja sijamuona, hata kumsikiliza sijamsikiliza. Tutatongolezaje kitu ambacho sikioni? Usinigombanishe. Au nilivyokuwa nakusimulia jinsi alivyo umemtamani. Kaka, una approach nafsi. Tano, acha mimi niende. Nikuache upige story na rafiki yako. Mrembo kama Vera Sidika, kwa nini unataka kuondoka? Hebu niambie sasa. Hebu niambie kile ambacho ulitaka kuniambia ili na mimi nipase kukusaidia. Huyu ndugu yangu usimuogope. Huyu ni swaiba wangu, ni shoga yangu kindaki. Siri zangu za kwake za kwangu. Huyu anaweza kutunza siri na namwamini kuliko hata mke wangu. Katika watu ambao wameshiriki kumuingiza Baba Levo bungeni, huyu wa usiri wake. Lakini hata kingine, huyu ndio kanipeleka mimi kwa mganga ili nikuamini wewe kwamba wewe huwezi kunizuru. Hapana Tano. Mimi ngoja niende. Hao unayotaka nitakusimulia wakati mwingine. Sasa ndio shida kaka, next time unavokuja hapa nyumbani kwangu, basi piga hata simu. Huyu kuna vitu anatamani kunisimulia ila akiona watu wanashindwa. Kaka, wafu wana aibu. Ndio maana mtu akiwa anakufa mbele yako hakuangalii usoni, anageuka na kuonea aibu. Niambie dada. Nini tena? Unamaanisha binti nafsi kayuka? Afadhali. Maana imekuwa kimuemue. Ukija kwa taarifa, sio ukija nini? Kaka na wewe sasa hivi umebadilika. Amri nyumbani kwako balaa. Haya, naona umemzoea sana wewe. Mama, nakukumbuka sana.
Life is a mess, no fun. Nifunze mama, nipo juu ya kaburi lako mama. Nalia mwanao, sina pa kukimbilia mama. Yote 9, 10, kuna jambo ambalo limenileta hapa. Jambo gani? Unajua siku zote mimi changamoto nazopitia huwa zinanisababisha mimi nisipate usingizi. Nifikirie kwamba nifanye jambo gani la utatuzi juu ya wewe rafiki yangu. Sasa nimekwenda kwa mtaalamu. Ameniambia mambo mazito, tena mambo mazito sana. Na katika hayo mambo mazito kuna mambo haya mawili nimeyashikilia. Lazima kuna moja atakayo uifuate. Na kusikiliza Idi Amini dada. Halo mama. Halo mwanangu. Vipi? Kwema huko? Mama, huku sio kwema. Muda huu ninavyozungumza na wewe, Kizigo yuko ndani, anaongea na mume wangu. Amekuja kumloga tena. Unasemaje? Kizigo yupo ndani? Yaani nenda ukamfukuze sasa hivi huyo kinyago. Asije akanilogea mwanangu tena. We mama. Wewe unahisi ni rahisi? 5 atanipiga. Sawa, lakini mimi sipo mbali. Muda si muda tu nitafika. Yaani naingia sasa hivi na atauona moto wangu wa tipa huyo Kizigo. Mpumbavu mmoja. Basi sawa mamangu, nakusubiri. Mama, nakukumbuka sana. Life is a mess, no fun. Nifunze mama, nipo juu ya kaburi lako mama. Nalia mwanao, sina pa kukimbilia. Kwenye kaburi nateseka sana mama, nani wa kunielewa? Yatima mbaya sana mama, toka kwenye kaburi nateseka sana mama, nani wa kunielewa? Yatima mbaya sana. Mama, Wakambo wananitesa, sina wa kumwambia. Zaidi yako mama, maisha bila mama ni magumu sana. Nalia mwanao, sina pa kukimbilia. Mama, toka kwenye kaburi nateseka sana mama, nani wa kunielewa? Yatima mbaya
watunze mama zao. Kila nikihitaji msaada, hakuna ananiewa mama. Naomba wenye mama watunze mama zao. Kila nikihitaji msaada, hakuna ananiewa mama. Jaja, pole sana rafiki yangu, ila nakuomba kitu kimoja. Naomba upatishe yote nilokuambia na uzingatie sana maneno yangu. Yupo wapi? Yupo ndani. Mganga amesema. Mama. Karibu. Kaka, wacha mimi niende. Tutaonana wakati mwingine. Sasa uende wapi tena? Mimi nadhani huu ndio wakati mzuri wa kuzungumza hata mama akisikia. Kwani kuna ubaya? Ndio, nalijua hilo. Lakini tutaongea wakati mwingine. Mwanangu, naona leo umejionea wewe mwenyewe. Mimi sijaongea chochote kile nilivyokuja hapa. Nilikuwa kimya tu. Lakini hapa mtu kajistukia. Ameondoka mwenyewe. Ameaga taratibu. Ameondoka zake. Mwanangu, huyu sio mtu mzuri. Huyu ndio mbaya wako. Hivi amekuona wewe umeshaanza kupona, anakuja kukuletea lingine. Hebu nisikilize mama. Unajua wewe ni mtu mzima, alafu ni mama yangu. Hata kama watu wanasikia, inaonekana kabisa mama yako anawaza vitu vya kishirikina, sio kitu kizuri. Mama, yule mimi ni rafiki yangu. Alafu kuna vitu ananisaidia ambavyo wewe huvijui. Yule hausiki na kitu chochote na mimi sijachanganyikiwa, niko sawa kabisa. Kuna mtu anahitaji msaada kwangu mimi. Mama, yule hausiki. Ama kweli mjinga ajijui kabisa. Sasa Tano, mimi nakuomba mamako, nakuomba kaa mbali naye huyu mtu. Tena usisubutu kuwa jirani yako kabisa hivi, yani kama hivi nilivyowakuta hapa mnakaa. Unajua kuna kitu kinanikoroga kila ninavyomkuta humu ndani huyu. Jua mimi nimeshatupa pesa nyingi ujue kwa mganga. Na pesa yenyewe ndio ile ambayo tulitaka kujengea kaburi la babako. Na sio pesa tu hiyo, kuna mchele, kuna kuku, vyote tumepeleka kwa mganga. Mpaka wewe unajiona hiyo hali ambayo uliokuwa nayo. Sasa hivi unakuwa naye tena karibu. Sitaki uwe naye huyo mtu, nimesema. Unajua mama, kuna muda mwingine natakiwa ufanye vitu kwa kufikiria. Yaani pesa ambayo tulikuwa tunatakiwa tujengee kaburi la baba, unaenda kuipeleka kwa mganga. Pesa ambayo itakiwa tustiri lile kaburi lijengwe la baba yangu, unapeleka kwa mganga. Mama, mganga amewadanganya, mimi ni mzima kabisa. Najua una uchungu na mwanao, najua unanipenda sana. Hakuna mama yoyote ambaye anaweza akaona mwanae anateketea. Lakini mama, nisikilize mimi. Mimi sijarogwa, ni mzima, ila kuna mtu anahitaji msaada kutoka kwangu. Lakini kama hutaki, sawa, siwezi kukulazimisha. Ila utapoteza pesa zako mpaka utachanganyikiwa. Alafu kingine, mama, wewe ndo unaniharibia mke wangu. Sasa ngoja nikuache naye ili umfundishe maana ya kuishi. Mwanangu,
Huyu mganga ni mkweli, wala sijaingizwa leba mimi. Yaani ni mganga mkweli kabisa. Yaani mimi naongea, wewe unaondoka. Yaani Tanu wa kuniondokea mimi, wewe wa kuniondokea katika kikazi changu wewe. Ina maana unaniona sina maana. Lakini mimi ndio nimeshasema, habari ndio hiyo. Huyo rafiki yako ndio mbaya wako. Potelea mbali. Usinisumbue mimi. Kwani nakimbia mimi? Pole sana Tanu. Asante. Lakini napitia magumu sana kwa sababu yako. Hakuna ndugu anayeniamini wala kunisamini. Lakini familia yangu pia imeanza kutokuamini marafiki zangu. Kizigo mimi ni rafiki yangu, lakini wao wanaanza kuhisi ndio mtu anayeniroga. Mama, mke wangu, wadogo zangu wote wameanza kumuhisi vibaya. Najiuliza maswali mengi sana. Naweza nikampa matatizo makubwa wakati yeye ndo anatoa msaada kwangu. Kizigo ni mtu ambaye alifanya nikuone wewe ni mfu aliye hai. Lakini familia yangu inahisi Kizigo ndo mtu ambaye ananiroga. Mama yangu naye haniamini kabisa ninachokizungumza. Nachoka mimi. Sielewi hata nifanye nini. Unajua Tanu, katika haya maisha kila mwanadamu lazima apitie nyakati ngumu sana. Na nyakati zingine zinaumiza sana. Lakini unatakiwa ushinde. Kwa sababu unapopita kwenye nyakati ngumu, basi ndio mwanzo wa nyakati nzuri. Hautakiwi kukata tamaa. Pengine hizi nyakati unazozipitia, kwa namna moja ama nyingine, chanzo ni mimi. Hivyo ni kuombe tu, usikate tamaa. Pambana. Kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Ipo siku utashinda. Sawa. Tuachane nayo. Hebu nihadisie ile story yako ili niweze kukusaidia mapema. Tusipeleke sana siku mbele. Sawa. Lakini hapa sio sehemu sahihi. Zena mwanangu. Mbona una hofu mwanangu? Kuwa huru. Zena mama, najua nimekukosea sana mwanangu. Lakini najutia kila nilichokifanya. Naomba unisamehe sana. Na kwa ile itojirudia. Nimegundua makosa yangu. Nisamehe mwanangu. Zena, njoo kae mama. Usiwe na wasiwasi. Njoo kae. Njoo mama. Zena mwanangu, najua nimekukosea sana, lakini naomba unisamehe. Hakika nimetambua makosa yangu. Nilikunyanyasa sana. Nisamehe mwanangu. Haitojirudia tena. Naomba wenye mama
watunze mama zao, kila nikihitaji msaada hakuna ananiewa mama. Naomba wenye mama watunze mama zao, kila nikihitaji msaada hakuna ananiewa